Ndugu washiriki, ni wazi kwamba uzinduzi huu wa mita janja leo ni zaidi ya mita, kwani zinaenda kuleta faida na manufaa kwa shirika na wateja wake, ambapo kupitia mita janja wananchi wataweza kuingiza umeme wakiwa mahali popote, si lazima wawe karibu na eneo la nyumbani. Kufuatilia matumizi kwa muda halisi, mteja atapata taarifa sahihi kila sekunde kupitia mfumo wa kisasa na kujua kama umeme unakaribia kuisha, kwa kuwa zitakuwa zinatoa kiashiria, yani alert. Kwa upande wa shirika, litaimarisha uhakika wa mapato, kwani mita hizi zina uwezo wa kugundua wizi wa umeme, kubaini uharibifu wa mita, kutambua upotevu wa nishati ya umeme kwa wakati halisi. Hivyo zitajenga udhibiti wa mapato na kulinda fedha za TANESCO na za serikali. Jambo linalonipa faraja zaidi, nimefahamishwa kuwa tayari mita hizi zimeanza kufungwa kwa wateja kwenye mikoa yote nchini, na matokeo yake yamekuwa ni mazuri na wateja wanafurahia huduma hii ya kisasa, na tumeona ushuhuda ukitolewa hapa na Mpoki, lakini tumeona hata kwenye video ambayo ilichezwa hapo namna ambavyo wateja wanafurahia. Nimefahamishwa pia kuwa miaka hivi karibuni shirika limewekeza kwenye mageuzi ya teknolojia ya kisasa, ikiwemo mfumo wa kisasa wa maombi ya kuunganisha umeme kwa wateja unaojulikana kama NiConnect. Pili, uwepo wa kituo cha miito ya simu ya kisasa, yani Unified Call Center, ambapo changamoto za wateja zinapokelewa na kutatuliwa na wataalamu ndani ya wakati, sambamba na uwepo wa mfumo wa Jisoti ambao ni chatbox inayomwezesha mteja kujihudumia mwenyewe. Pamoja na hayo yote, kwa sasa shirika lina zaidi ya wateja 5,600,000. Umradhi. Ni dhahiri swala la kubadilisha mita zilizopo za zamani kwenda mita janja halitokuwa jambo la siku moja, na hivyo wateja watafikiwa awamu kwa awamu kadri ya utaratibu utakaoandaliwa na shirika. Pamoja na kufurahia uwepo wa mita hizi janja, najua kuna watu wenye nia ovu na wanaweza kuona hii kama fursa ya kujiingizia kipato kwa kwenda kutaka kujifanya wao ndio wanauza mita janja hizi. Niseme ya kwamba wataokuja kufanya maboresho ya mita katika nyumba za wateja ama wataokuwa na taarifa sahihi ya mita janja hizi ni TANESCO wenyewe. Asije akajitokeza mtu kwenda kwa wananchi na kujirepresent kama yeye anatoka TANESCO. Huduma hii itatolewa na TANESCO wenyewe. Lakini vile vile TANESCO tuangalie namna bora ya kulinda miundombinu yetu na teknolojia. Kuangalia tuwe tuna mifumo ambayo tunafupisha muda pale ambapo kuna hitilafu katika system zetu ama njia zetu za usafirishaji wa umeme. Katika hili tuangalie ni namna gani tunajua matumizi ya transformer zetu yako vipi. Tuangalie ni namna gani tunafupisha mimi ndo kwanza na wiki moja hii katika wizara hii, lakini kwa maelezo yenu wenyewe huwa tunapata muda mrefu sana wa kutafuta fault iko wapi kwenye line zetu. Sasa tunaweza tukatumia teknolojia kuhakikisha kwamba tunafupisha radius ile ambayo itakuwa imeleta hitilafu, ili wateja wetu waweze kupata huduma kwa haraka. Umeme wakati mita zinaharibika, upande huu wataalamu wa TANESCO wanakataa. Ndugu zangu, wateja wangu, ubishi huo umefika mwisho wake kwa mita hizi. La pili, unaweza ukanunua umeme kwa bahati mbaya. Sisi ni binadamu. Badala ya kuweka namba ya mita yako, ukaweka namba ya jirani yako au ya rafiki yako, huenda aliwahi kukuambia umnunulie umeme siku za nyuma na ulimnunulia, lakini siku hiyo huna lengo hilo, ukanunua kwa bahati mbaya. Namna ya kukurudishia umeme huo urudi kwenye mita uliotaka umeme uingie, solution ya haraka iko kwenye mita janja. Faida nyingine ni behavior. Umeme unaendeshwa kwa mifumo. Unaweza ukapanda wakati fulani ukashuka. Hayo malalamiko yapo, wateja wanasema nimeunguza vitu na mambo mengine. Mita janja zinatuwezesha sisi kufuatilia behavior ya umeme. Kwa hiyo mteja anapokuwa na malalamiko ya aina hiyo, tukiingia kwenye mfumo wa kuangalia mita yake, majawabu yote
tunayapata ndani ya muda mfupi na tunaweza tukakusaidia. Kimsingi wataalamu wetu watapunguza sana maswali ya kuzungumza na wateja, kwa sababu taarifa zote juu ya mwenendo wa umeme kwenye mita yake tunazipata kwenye mita kupitia mfumo unaodhibiti mita janja. TANESCO ni shirika la kibiashara, image yetu ndio mtaji wetu. Tunapofanya dosari tuitwe na tuko tayari kujirekebisha, na tunapolalamikiwa tulalamikiwe kwenye vitu vilivyofanyiwa utafiti and the reason iwe kweli ni TANESCO tumesababisha, isiwe tu kwa sababu ni taasisi za umma na taasisi za umma ni rahisi kushambuliwa, basi mtu anatushambulia tu kwa sababu anataka kujumlisha taasisi ya umma kwenye kuzungumzia hoja ambayo anataka jamii imsikilize. Tunaboresha sana mifumo yetu ya mawasiliano ili kuhakikisha tunamsikiliza kila mteja kwa wakati, na nyinyi wenyewe ni mashahidi, tumewasogelea kuliko ilivyokuwa kawaida. Yote haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha tunafanya mageuzi kwenye taasisi za umma hasa zinazofanya biashara, ili tabia ya biashara inayoonekana kwenye sekta binafsi pia ionekane kwenye taasisi za serikali.